Tunafanya kazi pamoja na Mungu. Na kama tunafanya kazi pamoja na Mungu, kazi gani? Nataka nikueleze kwamba kila mtu, mwanadamu yeyote ulioko mahali hapa, mwanadamu yeyote ulioko mahali hapa, mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu uliyekusudiwa katika jambo jema. Mtumishi wa Mungu ulioko mahali hapa, nataka nikwambie kwamba Mungu amekusudia mema na tunafanya kazi pamoja na Mungu. Tunaposema tunafanya kazi pamoja na Mungu, kazi zipi? Haleluya, kazi zipi? Unajua Mungu, kila mtu aliyezaliwa katika ulimwengu huu, Mungu ameweka vipawa ndani yake. Na kama Mungu ameweka vipawa ndani yake, vipawa hivyo vinatenda kazi pamoja na Mungu. Haleluya. Yaani utambue, na kuanzia leo, kama ulikuwa unatembea na sikio vyako, kuanzia leo ukubali kwamba unafanya kazi pamoja na Mungu. Kanisa linafanya kazi pamoja na Mungu. Mtumishi huyo anafanya kazi pamoja na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ninataka nikwambie kwamba tunafanya kazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:9. Wakorintho wa kwanza 3:9. Wakorintho wa kwanza 3:9 nasema hivi: maana tunafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Sikiliza, maana tunafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Nataka ujifunze na uelewe haya, na utakapojifunza na kuelewa haya, ujue kwamba tunafanya kazi pamoja na Mungu. Akaanza kwa kusema ninyi ni shamba la Mungu, mimi ni shamba la Mungu. Kwa hiyo kama ni shamba la Mungu, Mungu anategemea katika shamba lake apate matunda. Sikiliza kwa makini, kama ni shamba la Mungu, Mungu anategemea katika shamba lake apate matunda, apate matunda. Kwa hiyo huwezi ukaishi katika dunia hii kama wewe tu, upo tu. Umezaliwa kwa kusudi na kwa mpango wa Mungu. Na kama umezaliwa kwa kusudi na kwa mpango wa Mungu, Mungu kuna kitu ambacho anategemea wewe kufanya. Haleluya. Na hapo katika kuokolewa kwako, umeokolewa katika mpango na katika kusudi la Mungu. Ukiwa shamba la Mungu, Mungu anategemea chochote kifanyike kwako, chochote kitokee kwako. Kama ni shamba, kweli uwe shamba ambalo litasababisha matunda kutokea. Haleluya. Akasema kama tawi lile linalozaa liendelee kuzaa. Hakuna kitu ambacho Mungu anafurahia kanisa lake kama matunda kwa mtu, matunda yanayotokana na wewe, matunda yatokanayo na huduma yako, matunda yatokanayo na kipawa chako, matunda yatokanayo na maisha yako kama wewe. Haleluya. Kama wewe. Siku moja Yesu anatoa mfano mmoja, akasema alikuwa anatembea, yuko na wanafunzi wake, akaenda akaangalia mti mmoja mtini. Alipoangalia, sema huu mti vipi? Mbona umestawi sana? Sema huyu mti umestawi sana, majani ni kibichi vizuri, lakini mbona hauna matunda? Kwa nini hauna matunda? Kwa nini mti hauna matunda? Hapana. Huu mti unatakiwa ukatwe, unaharibu ardhi, unakula nguvu ya ardhi bure, unakula mvua bure, unakula kutoka chini bure. Huu mti ukatwe. Yule mtunza bustani akamwambia yule mwenye shamba, kuna mwenye shamba na kuna mtunza bustani, fanya kazi. Akasema, hebu mkuu, mheshimiwa, hebu naomba mti huu, hebu tuwekee samadi, tuwekee mbolea, alafu upe muda, angalau kwa muda fulani. Unapofika hapo kikuta hakuna matunda, fanya nini? Ukate. Hiyo iko katika Biblia yako. Kwa hiyo Mungu anatafuta matunda. Umeokolewa kwa sababu ya Mungu. Na kama umeokolewa kwa mpango na kusudi la Mungu, wewe sio wakula na kulala tu.
Wewe sio kulala. Wewe ni mtu muhimu sana. Wewe ni mtu uliyekusudiwa kufanya mambo duniani. Wewe ni mtu uliyekusudiwa kufanya mambo ya kipekee duniani. Haleluya. Yesu asifiwe. Wewe ni mtu uliyekusudiwa kufanya mambo maalum duniani. Sio kulala. Sio kulala. Sio mtu wa kusema tu Mungu anibariki. Sio kuomba ugali wa kula na kulala. Wewe sio wa kula pilau na kulala. Wewe sio wa kula vyakula manyama choma na lala. Kula una jambo la kufanya. Haleluya. Kula mwendo bado uko mbele yako na jambo la kufanya. Amen. Alafu na wakati mwingine unakutana na hard time, wakati changamoto. Si bora tu uondoke, umemaliza kazi uliyotuma kufanya. Miaka uliyopewa ya kuishi, kuna mambo ulipewa ya kufanya. Amen. Kwa hiyo wewe hukuzaliwa tu uyafanye yale ambayo unayafanya tu. Angalia, je, unafanya kama Mungu alivyotaka ufanye? Na ninarudia kusema, umezaliwa kwa mpango na kwa kusudi la Mungu kimwili. Umezaliwa kwa mpango na kwa kusudi la Mungu. Kuna jambo ambalo Mungu amekusudia ulifanye. Na ndio maana wengine hulazimisha mafanikio yatokee. Kama uko nje ya kusudi la Mungu, uko nje ya mpango wa Mungu, unalazimisha kitu kitokee. Kuna vitu ambavyo natakiwa vifanye visababishe baraka kwako. Kuna vitu ambavyo natakiwa uvifanye vilete majibu kwako. Na ndio maana wengi pasipo kujua kusema nimeokoka na miaka 10, sijaona mabadiliko katika maisha yangu. Sijaona Mungu akitenda jambo katika maisha yangu. Sasa hivi kama kanisa, sikiliza nikupe homework, kama kanisa, ukiwa na akili timamu, kama kanisa, ukiwa mama, ukiwa kijana, ukiwa binti, ukiwa mwanaume, mtu mzima, nataka nikuambie hivi, ukiwa mwanamke, ukiwa mwanaume, sema hivi, jiulize hivi, tangu niokoke mpaka sasa na miaka 10, 40, nina kitu gani nilichokifanya kwa ajili ya Mungu? Nina kitu gani nilichokifanya kwa ajili ya kanisa? Nina kitu gani nilichokifanya kwa ajili ya Mungu? Unazungumza vitu ambavyo swali hilo linatakiwa wewe ndio uhojiwe. Tena uhojiwe kwa kuwekwa kitimoto kabisa, uhojiwe. Maswali ya kunyooka, ya kueleweka, na yajibu kwa kunyooka, kwa kueleweka. Uulizwe, tangu miaka 15 iliyopita kuokoka kwako, nini ulichokifanya katika ufalme wa Mungu? Nini ulichokifanya kanisa? Hata angalau uviandike 2, 5 mpaka 10, 20, 50, uyaandike. Ni yapi uliyoyafanya kwa miaka yako 15, 20 iliyopita? Ndio swali hilo. Huu mti umesahau sana. Unaonekana ni mkubwa, una miaka 5, 6. Una miaka 10, una miaka 15. Lakini mti vipi? Mbona hauna matunda? Mbona hauna matunda? Unasema na miaka 10 umeokolewa, neema hiyo ilikuvuta uje ndani. Neema hiyo uitumie kufanya vitu. Haleluya. Neema hiyo uitumie kufanya vitu. Kufanya kazi. Watu walitekwa fikra zao, wanazungumza kinyume. Analetwa mahali kama hapa kwa kanisa kama hili, Mungu ameandaa mtumishi wake, amempaka mafuta na neema, anakufundisha na kuelekeza, amekuongoza sana toba umeokolewa, amekufundisha, amekufungua, amekuponya katika magonjwa yaliyokuwa na pesa, uko huru na uko salama. Alafu hapo ufanye chochote kinachostahili. Uko ndani ya ufalme wa Mungu, unategemea sasa kila kitu mtumishi. Mtumishi, umeniongoza sana toba, sasa niombe niponye. Umeshapona. Sasa mtumishi, nahitaji sasa kazi. Kila kitu, yani mtumishi, hasa wewe ni nini ndani ya ufalme wa Mungu? Ni nini? Mtumishi, niombe, nataka kusoma. Umeshaomba. Mtumishi, niombe, nimepata masomo, sasa nataka kazi. Mtumishi, niombe, nimeolewa sasa, nimepata mtoto. Nini zaidi? Tuna vitu vya kufanya. Haleluya. Una vitu vya kufanya. Sio mtumishi amenuliwa na Bwana kufundisha, kuandaa, kufanya vitu katika uso wa dunia. Usiwe toto changa ambalo liko maji shingo. Una miaka 50, 60, 70, 40,
miaka 15 mtoto alijakomaa shingo linalia tu. Wengi wanalaumu watumishi wa Mungu. Mara wanasema hapo hakuna chochote, hakuna chochote. Hakuna chochote vipi? Wewe ndio huna chochote, shingo halijakomaa na miaka 40. Wengi wanatukana watumishi wa Mungu. Wanatoka dhehebu kwenda dhehebu hamna chochote. Yaani huyo mtu ndio shingo lake ni kitu kubwa lakini halijakomaa shingo. Linazungusha shingo yake kama libata mzinga, sio kama nini. Komaa shingo katika jina la Yesu Bwana. Mungu anataka kuna vitu vya stahili kubarikiwa. Kwa nini watu wamekaa miaka hiyo? Wana utendaji kila kitu wanateka watumishi wafanyie. Wananyonya mpaka watumishi wa Mungu, wananyonya mpaka watumishi wa Mungu, wananyonya mpaka watumishi wa Mungu. Lilikuwa gonjwa limeondoa, limepona, limechangamka, sasa nakula ameshiba. Mungu amwombea apate gari, amwombea apate nyumba. Alafu ana chochote anachokifanya. Wewe leo umesikiliza message, change your mind. Hallelujah. Change mindset yako. Mtoto. Amen. Kama mtu mzima. Amen. Fanya vitu, fanya kazi, nunua magari. Fanya kazi, jenga nyumba. Fanya kazi, tegemeza huduma kama hizi. Hallelujah. Sio lazimisha utumishi wa Mungu. Tamka neno nipate gari. Unafanya nini upate gari? Halo? Mnanielewa hapo vizuri? Mnanielewa kisawasawa? Halafu na Mungu ana msimamo katika neno lake. Amen. Utamlazimisha mtumishi wa Mungu atamke neno upate jumba, tamke neno upate mashamba. Haiji. Unapofundishwa akili yako inajengewa uwezo wa kufikiri, unajengewa uwezo wa kufanya vitu, kufanya kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Watu wamekaa makanisani kama wameshafika mbinguni duniani kwa ajili ya kazi. Haleluya. Tunaabudu na kutumika. Tunaabudu tunatumika. Tunaabudu tunatumika. Tunaabudu tunatumika. Haleluya. Watu wako kanisani kama wameshafungwa. Leo fungua faili lako kwa jina la Yesu. Changamka, changamka, changamka. Changamka. Umejaa binafsi ustawi wako tu. Ufalme wa Mungu nani atende? Wakati mwingine nimefanya research. Watu wengi wanazungumzia mambo yao tu. Mambo yao tu. Unakuta mtu tajiri, nimeenda maeneo tofauti katika huduma duniani. Mtu amejaa binafsi wao anazungumza kitu. Kwa kweli mtumishi tangu jana mambo yangu siona wiki mbili hajaenda vizuri, mtumishi tafadhali. Nikaja nikafika kanisa moja. Lina watu wengi wakubwa wenye vipato vinono. Lakini sasa alafu pia wamekaa kama wamechanganyikiwa. Alafu mtumishi wao pia huyo anayeongoza huyo mchungaji huyo amekaa kama vile haongozi watu wa design hiyo. Nataka nikwambie, maana si tu wafanyakazi pamoja na Mungu, sisi ni shamba la Mungu. Mungu anataka kuona matunda, nini unachofanya katika maisha yako. Utakapojitambua na ukajua nafasi yako, utaanza kuona vitu vinakuja. Maana Mungu anasema lile tawi linalozaa matunda analipuni, analitengeneza, analiandaa vizuri. Ule mtu unayezaa matunda anaendelea kuwekea mbolea, anaulinda. Haleluya. Anamwangalia vizuri. Na kama ulikuwa unaenda miaka nenda rudi kujua nini cha kufanya, badilika leo. Badilika sasa. Mtu yuko kanisani una miaka 3. Una miaka 10. Huna hata mtu tuliyomletaka kanisani hata mmoja. Hasa kuokolewa kwako. Alafu nasema ni mtumishi kanisani huna mtu. Alafu watu wamejaa bilabuni kule. Walevi wao wanachukuana wanaambiwa twende mimi naenda kukunywesha leo. Chukua limepata mshahara au limeokota wapi huko. Twende ndio naenda kuwanywesha mabio huko magongo manini machanga ya ajabu madadisi madadima nini mababa ya ajabu ya pepo. Lakini wewe huko sasa kanisani umefunga, adui amekufunga kinywa chako, hata humwambii mtu twende kanisani. Alafu hapo unasema Mungu nibariki, alafu baraka za Mungu unazililia kwa machozi. Alafu unafunga na kuomba unataka baraka. Baraka ni kitu rahisi, lakini jua kanuni zake. Amen. Mungu anasema utakaposikiliza maagizo yake ukatunza kuyafanya, ataamuru baraka. Ingia kwenye utendaji. Ingia kwenye utendaji.
Huwezi kulazimisha baraka za Mungu unazipiga kwa manati kama watoto wa tundu mitaani. Kiona ni maembe hajaiva anakuta narusha manati piga, linaanguka embe bichi kula. Ninaenda nyumbani hata ninashindwa kula meno ganzi, ninakula maembe mabichi. Tundu wa mtoto. Sio watoto wa tundu, tu watoto ambaye Mungu tumezaliwa mara ya pili sawa sawa na tuko tayari kufanya kazi ya Mungu sawa sawa. Amen. Haleluya. Unakuta nalazimisha na mtukana mtumishi huyu au chochote. Anaenda kanisa lingine, anakaa. Watumishi huwezi kulazimisha watumishi wakupe vitu. Anayezimisha vitu vije kwako ni Mungu. Amen. Akiangalia utendaji wa kazi yako. Na hana maana Mungu akupe fedha kwako umeshindwa haijakomaa. Huna utendaji. Ukipewa vitu hivyo utaanza kutoka na tukana watu ovyo. Baba gani uliyopata hela hata siku moja wewe? Bibi gani pisha hapo niingie. Pisha toka hapo nikae. Toto tumekutana na watu wengi vijakoma shingo. Vinapata vijisenti. Vinaanza kutukana watu. Vinaanza kupuuza watu. Tunahitaji tuwe kanisa lililobarikiwa. Tuwe watu waliobarikiwa. Mungu sasa anamimina baraka zake kwa namna ambayo haijawahi tokea. Lakini watu wakomae shingo. Haleluya. Watu wakomae shingo. Wawe watu wazima na wasimame katika nafasi zao kufanya kazi. Wasimame kwa nafasi zao kufanya kazi. Wamejaa porojo makanisani. Wamejaa porojo. Wamejaa masengenyo, hakuna unachofanya. Je, unapoomba baraka Mungu kanuni yake kuangalia kile unachokifanya au baraka ni malipo ya yale unayoyafanya? Baraka manake ni malipo yatokanayo na yale uliyoyafanya. Angalia, tathmini maisha yako. Ni yapi uliyoyafanya yanayostahili kubarikiwa? Ni yapi uliyoyafanya yanayostahili kuinuliwa? Ni yapi uliyoyafanya Mungu akiangalia akupe tiki kubwa, seme huyu ni halali yake kuinuliwa? Huyu ni halali. Ukaaji wa vijiweni, ukaaji wa ujuaji. Kanisa sasa hivi limejaa ujuaji, lakini hakuna anachokifanyia. Akiagizwa hiki anajua, ukimfurahisha anasema anajua, ukimgusa anasema anajua, lakini ukimwangalia anavyovuruta miguu yake, alafu yuko nje wazuri, limejichokea toka mbaya, hana utendaji. Baraka zinaamuriwa kwenda kwa mtu ambaye anatenda. Hapo lugha nyingine, baraka ni malipo ya yale ambayo mwanadamu ameyatenda. Na huwezi, alafu uzuri wa Mungu huwezi kuyanunua, huwezi kumnunua Mungu, huwezi kumhonga Mungu, huwezi kumshawishi kwa namna yoyote. Ushawishi kwa Mungu ni kutenda yale ambayo anakuagiza. Haleluya. Amen. Ni kutenda yale ambayo anakuagiza. Na kanisa sasa hivi watu wamejaa ujuaji. Unakuta najua vingi, lakini Mungu anachoangalia nafasi ya pili ni utendaji. Ndio wenye baraka. Utendaji ndio wenye baraka zako. Lakini ujuaji utaongea lugha ya Kiingereza, utaongea Kifaransa, utaongea Kireno, utaongea Kiswahili, utaongea Kinyaturu, utaongea Kigogo, utaongea Kisukuma, utaongea Kichaga, utaongea Kinyamwezi, utaongea Kimasai. Zote lugha hizo bado hazina majibu. Mungu anachoangalia ulichojifunza, je, umekitendea kazi? Yaani ninapofundisha sasa hivi na kuandaa uwe na uwezo baada ya kusikiliza, uelewe, uitikie, uamini, utake action, uchukue hatua katika kufanya. Lakini usipochukua hatua katika kufanya, yale yamebaki kama ulivyosikia, hayana matunda kwako. Lakini chenye majibu ni mwanadamu atakayethubutu kuchukua hatua kufanyia kazi kile alichofundishwa. Sasa hapo ndio tunapishana. Hapo ndio penye zero. Hapo ndio penye range za watu. Zero. Waitoni wengi wateule hasa hapa. Ndio watu wenye majina yao. Watu ambao sasa Mungu anawaheshimu kulingana walivyosikiliza na walivyoingia gharama kutenda. Haleluya. Walivyoingia gharama kutenda.
Na Mungu anasema analiangalia neno lake litimize. Anaangalia neno lake litimize. Kwa kama ni msikiaji wa neno, si mtendaji wa neno, huna unachovuna. Kwa kama ulikuwa unasema umeokoka miaka 15 20, hujaona kitu ambacho Mungu anafanya, nataka nikuzungumzie kwamba wewe ndio leo tunakupa swali. Tangu uokoke miaka 20 15, ni kipi ulichokifanya? Haleluya. Amen. Ni kipi ulichokifanya? Muulize mwenzako, tangu uokoke ni kipi ulichokifanya? Miaka mingapi? Muulize, msema na yote, kulia kutoka kwako, nyuma, wewe useme. Mtazame usoni. Mtazame usoni. Haya, nikujibu ya kujibu utajua mwenyewe. Alafu sikiliza, kingine ambacho nakuzungumzia. Unakuta watu wamekuwa na maisha ya ushabiki. Tena yule ambaye anafanya, yule ambaye anachukua hatua kufanya jambo lolote, ndio macho ya watu yanaangalia pale na midomo ya watu yote inasuguliwa kuelekea pale. Unakuta mtu anafanya kitu kizuri na sahihi, lakini midomo ya watu, macho ya watu wote iko yani imekaa kishabi, kama vile wachezaji wanaocheza 11, 11, 22, lakini macho ya maelfu na mamilioni ya watu yako pale. Hasa kama kanisa, ninataka nifundishe kama binadamu yofahamu, usikae duniani kama mtazamaji, kama mshabiki. Hutakuwa sehemu ya baraka kwa chochote kile. Ukitaka kuwa miongoni mwa watu wenye majina duniani, watu waliobarikiwa, uwe miongoni mwa watu ambao wanajua yale ambayo wameelekezwa, wanajua alama za nyakati, na wanaweza kufanyia kazi yale ambayo wanaelekezwa na Mungu. Na sasa katika maisha yako nataka kufundisha kwamba chuja marafiki, na huna haja pia kuwa na marafiki. Amen. Hakuna kitu ambacho kimeuza watu kama marafiki bomu duniani, wamelipua wenzao. Anajifanya juaji wakati hakuna chochote anachokifanya. Uwe na uwezo wa kusikiliza kila ambacho Mungu anakuelekeza, kisikilize, kipokee, kiamini, alafu kichukulia hatua kukifanyia kazi, ukiwa unaweza kukisimamia wewe mwenyewe. Ukisubiri uje utiwa moyo na mwingine, anaweza kaja aje wa shetani kukuvunja au kukatisha tamaa, kukufutia yale uliyosikia. Uwe na uwezo kusikiliza kwa makini, na uwe na uwezo wa kuchukua hatua kuyafanyia kazi kwa bidii, alafu kiyasimamia ukijua hichi nilichoamua kukifanya ndicho kitakacholeta matunda, matokeo mazuri katika maisha yangu. Unakuta unaweza kuwa katikati la genge la wavivu, katikati la genge la mashabiki. Unataka kufanya jambo, watakudhoofisha. Unaweza kuwa kwenye genge la watu 100, genge la watu 1000. Ni watu ambao wamekaa kishabiki, wako doleaji tu. Makanisani unaweza kukuta mtu ameamua kufanya jambo moja, Mimi nimejifunza, nimeingia maeneo mengi, nimejifunza. Mtu anaamua kufanya kitu kizuri kabisa. Kama haya maji yaliyoletwa. Nani ameleta? Alafu huyu mtu alileta maji, huyo naona kiherehere, yani waga anajipendekeza. Mtu ametii sauti ya Mungu kufanya jambo la baraka, amechukua maji kayaleta madhabahuni, maji hapa. Lakini hapo mtu ambaye ni shabiki kanisani, shabiki mtaani, huyu nani kwa kujipendekeza, yani namba moja. Hasa hizo ni spirit ambazo zinaua watu, zinaua huduma za watu, zinaua watu, zimekatilia watu mali. Hasa na wewe kama wewe unasubiri uje utiwe moyo. Kuna watu duniani wanatumiwa na mapepo ya ajabu, wametekwa zamani. Alafu kiona shalom. Yesu ni Bwana, haleluya, amen. Oh, Mungu ni mwema sana. Ukichukua tu kufanya chochote, ni wa kwanza kutumiwa na adui kukumiminia risasi za maneno machafu. Kwa hiyo uwe na uwezo wa kujisimamia. Chochote ukiamua kukifanya, iwe ni huduma, iwe ni biashara, iwe ni chochote, wanachotaka
Yaani wewe kundi moja la watu ambao wamekata tamaa, wamechoka na hawana dira. Wanataka kama ni kuzunguka jangwani, mzunguke jangwani wote. Kama ni kutoka kushindwa, mshindwe wote. Lakini kwa kusikiliza ujumbe huu nakwambia, chomoka katikati ya makundi hayo katika jina la Yesu Bwana. Chomoka. Chomoka. Kitakacho kusaidia, chomoka. Umekaa kwenye makundi hayo miaka nenda rudi, chomoka. Kama ni mtumishi wa Mungu umezoea kukaa vigengeni, chomoka. Kitakacho kusaidia, chomoka. Wewe kijana unaanza mambo makubwa na maono makubwa, lakini genge ulilonalo linakufutia maono yako. Futia ndoto zako, chomoka. Huna haja kuzungukwa na mababa, madada, watoto yaliyefilisika kifikra, yaliyefilisika kimawazo. Unachukua tu kufanya jambo huyu noki here. Leo hii baada kusikiliza ujumbe huu, chomoka, nimekwambia. Chomoka. Hivyo ni kampani ulionayo, ile ya kushindwa ya mashabiki. Wamekaa miaka yote majukwani, wanakodolea watu 11 wanaochapa kazi kwenye timu. Hapo unashangaa. Baada ile timu kufungwa nimejinyonga bwana. Nimefunga timu yangu najinyonga. Na anajinyonga kweli, anajifia usiku na mchana. Mashabiki. Sema natoka. Kitu kilichokufanya uchoke na uzurure duniani. Unanungunika usiku na mchana, mdomo mchungu. Kaa kisha. Uwe miongoni mwa watendaji. Maono yako kitimia kama utaingia kwenye utendaji. Yaani sasa kijana nakuagiza uwe makini sana. Watu waliokutangulia ni wazuri sana. Ukikutana nao kawa kwenye genge lao, kijana unaweza kuharibiwa akili yako. Mimi nimetoka kijana, nilikuwa kijana miaka 17 nikokoka. Nimeona nilivyopita. Nimekutana na vitu vingi. Nimeshafutwa siku nyingi. Yaani hata nishika mic, hata nisingesema Yesu ni Bwana. Lakini niliamua kusimama na maono yangu. Nimeamua kusimama na kila ambacho Mungu anasema, nikakiamini kwamba ni kweli. Kwa hiyo napoinuka timu ya watu, piga chali katika jina la Yesu Bwana. Piga, ukija mbele yangu ni size. Ukija mbele yangu size ya teke, piga chali. Ukija mbele yangu kama napita hapa uwe nani? Kiweka kifua chako na kanyaga. Kiweka domo lako kanyaga. Kiweka jicho lako kanyaga. Kiweka tumbo lako kubwa kusema kanyaga. Kwa jina la Yesu nataka nitimize. Katika jina la Yesu aliye hai. Watu wengi wamekaa kishabiki. Narudia, vijana. Linganisha vision yako na genge na kundi. Unaweza kuharibiwa kijana, unaweza kupufushwa macho. Unaweza kupoposhwa, unaweza kutobolewa kabisa. Tobolewa kabisa, tobo, katobolewa kabisa macho. Na mara zote unaponikaribia mimi na kuchuja, na kusoma, na kupembua tap. Naangalia kwanza kichwa. Umejaza nini kichwani? Naangalia moyo wako, umejaza nini moyoni? Naangalia tumbo yako, umejaza nini tumboni? Hiyo yote unajaza kichwani, ukajaza moyoni, ukajaza tumboni, inanisaidia nini? Miguu yako inaelekea wapi? Mikono yako inastenda nini? Lakini sio ni mradi kwangu, sio ni mradi ukiniambia tu shalom tumishi.